Na mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA ni taasisi ya serikali iliyo chini ya Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Wazee na Watoto, yenye jukumu la kulinda afya ya jamii kwa kuhakikisha bidhaa za dawa, vifaa tiba na vitendanishi ni salama, bora na fanisi kwa matumizi ya binadamu na mifugo. Moja ya majukumu ya TMDA katika udhibiti wa bidhaa za dawa, vifaa tiba na vitendanishi ni kutoa vibali vya kuingiza nchini na kusafirisha nje ya nchi bidhaa husika. Kwa siku hii ya leo tunaye hapa Gloria Matemu, yeye ni mkaguzi mkuu wa dawa TMDA. Mtaalam, niseme karibu sana katika Alasiri Lounge kwa leo. Kwa kuanza tu, pengine nini haswa maana ya uingizaji na usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi kwa TMDA, mkiwa mnamaanisha nini? Asante mtangazaji. Labda tuniseme kama ulivyosema, TMDA ni taasisi ya kiserikali ambayo iliundwa kisheria na iko chini ya Wizara ya Afya kwa ajili ya kudhibiti ubora, usalama na ufanisi wa dawa na vifaa tiba. Na moja ya majukumu ambayo tunayatekeleza kupitia sheria hiyo, sura namba 219, ni kuingiza kudhibiti uingizaji wa dawa na vifaa tiba nchini. Tunaposema kwamba tunadhibiti uingizaji wa dawa na vifaa tiba nchini, kwanza kabisa ni dawa zote za binadamu na mifugo, lakini pia vifaa tiba ikiwa ni pamoja na vitendanishi. Na tukidhibiti uingizaji, sasa maana yake ni nini? Tunaposema tunadhibiti uingizaji wa dawa na vifaa tiba nchini, maana yake ni kuhakikisha kwamba dawa zile ambazo zinatakiwa kuingia nchini kwa ajili ya matumizi ya wananchi wa Tanzania kwanza ni bora, ni salama, lakini pia zimepewa vibali na taasisi husika ambao ni TMDA, na ni taarifa zake za kisayansi pia zimetathminiwa na tumezisajili na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hilo ndio swala zima, lakini pia dawa hizo zinazoingizwa nchini pia zimezingatia kanuni za utunzaji na usafirishaji bora wa dawa, kuhakikisha kwamba dawa hile pale inapotoka kule nje ya nchi imesafirishwa katika mazingira ambayo yatahakikisha kwamba dawa ile au kifaa tiba kile hajaathiri kabisa ubora wala usalama wake. Naam, ni nani sasa? Glory, ili tufahamu zaidi ninyi ambavyo mnadhibiti, labda tungefahamu nani ambaye anastahili kuingiza dawa nchini? Nashukuru sana kwa swali zuri. Atakayeruhusiwa kuingiza nchini, kuna yule ambaye anaingiza dawa zake kwa matumizi yake binafsi. Sawa. Tunasema for personal use. Wapo baadhi ya wagonjwa ambao kwa sababu moja au nyingine inalazimu dawa zao kutoka nje ya nchi. Ziko taratibu zinazowaruhusu wao kuingiza dawa zao nchini. Sawa. Lakini pia taasisi za serikali na zisizo za kiserikali pia pamoja na mashirika ya dini zinaruhusiwa pia kuingiza dawa na vifaa tiba nchini. Viko vigezo vyao. Na wako wale ambao sasa ni waingizaji au wafanyabiashara ambao tumewasajili, wamepewa vibali kwamba ni waingizaji wa jumla wa dawa na vifaa tiba nchini, na hawa wanakuwa wamesajiliwa na kupewa vibali na ambayo ni mamlaka ya dawa na vifaa tiba ambao ni TMDA. Hawa ndio wanaingiza dawa hizo nchini, watafanya biashara ya jumla na pia watakuwa ni wasambazaji. Tofauti na wale ambao ni wafanya biashara wa jumla ya dawa ambao sio wasambazaji, au mfanyabiashara wa dawa vifaa tiba ambaye yeye sio wa jumla lakini anauza kwa rejareja. Mfano tuna pharmacy za rejareja, lakini pia tuna maduka ya dawa muhimu. Sasa udhibiti wenu unaanzia wapi hasa? Pengine unaweza kujibu kwa kusema kuwa unaanzia kwa kutoa vibali maalum. Lakini vipi katika uagizaji wa hizi dawa? Mnahakikisha wanaagiza dawa ambazo ni sahihi, ambazo zipo katika muda sahihi wa matumizi, uingizaji na kila kitu? Pengine utuambie mnatumia njia zipi kudhibiti? Asante mtangazaji. Majukumu ya kiudhibiti
kwanza kabisa kama nilivyosema ni kusajili yale majengo yanayotunza na kusambaza dawa. Mfano, tuna pharmacy za rejareja, pharmacy za jumla ambao ni waingizaji kwa upande wa TMDA. Lakini pia tuna viwanda ambavyo vinatengeneza dawa hizi sasa kwa upande wa ndani ya nchi, lakini kwa kule nje ya nchi. Sasa tunapozungumzia suala la udhibiti wa uingizaji wa dawa, maana yake tu ni nini? Tunaanzia kutoka kwa mtengenezaji wa dawa. Mtengenezaji, dawa zitakazoingizwa nchini ni zile ambazo zinatoka kwenye viwanda ambavyo vimekaguliwa na tukajihakikishia kwamba vinakidhi vigezo vya ubora na vya uzalishaji bora na salama wa dawa au vifaa tiba. Hiyo ni la kwanza. Lakini pia vimeshapewa vile vibali sasa vya kuzalisha dawa kwa ajili ya nchi ya nini? Ya Tanzania. Hicho ni kigezo cha kwanza. Kigezo cha pili sasa kama pia ni kuhakikisha kwamba bidhaa zile ambazo zinaombewa kibali cha kuingizwa ndani ya Tanzania, taarifa zake za kisayansi tumeshazitathmini, tukajiridhisha kwamba suala la ubora na usalama na ufanisi ni sahihi. Tukazisajili dawa zile, ndipo zitaruhusiwa kuingia nchini. Kwa hiyo dawa ambazo au vifaa tiba ambavyo vimesajiliwa na nani? Na TMDA. Lakini pia ni dawa zile ambazo au vigezo vingine navyotaka kusema, ili turuhusu pia kuingiza dawa kama nilivyosema, ni lazima muingizaji apewe kibali, akiwa ni either yule muingizaji ambaye tumemsajili sisi kama wholesale importer, anayeuza dawa kwa jumla lakini muingizaji, au taasisi ya dini au kiserikali, au yule ambaye amekidhi vigezo vya uingizaji wa dawa kwa matumizi yake binafsi. Bila kusahau kwa pia kujihakikishia kwamba mazingira yale ambayo dawa itaingizwa kutoka nje ya nchi hadi kufika hapa hayataathiri kabisa ubora, usalama na ufanisi wa dawa. Sasa Gloria, ili tuende sawa, kuja kuwakumbusha hawa wasafirishaji na waingizaji wa dawa, ndio maana yake kuna changamoto ambazo zimeonekana, ndio kuna shida sehemu. Ndio. Je, kuna watu wanaingiza dawa bila kuwa na vibali, ama kuna wenye vibali ambao wanasafirisha na kuingiza dawa bila kufata hizi taratibu? Asante mtangazaji. Kama ambavyo nimesema, bidhaa zinazoingizwa nchini zinatakiwa zikidhi vigezo vya ubora, usalama na ufanisi. Kwa hiyo tukianza kwanza kwenye swala la ubora, ni lazima dawa ile itakapokuja kuanzia kwenye kifungashio ziwe na taarifa zile muhimu ambazo zinamruhusu kuingiza nchini. Sasa katika kuangalia katika changamoto, kwani katika suala la kiudhibiti hatuwezi tukakosa changamoto. Na tukizungumzia suala zima la uingizaji, bado kuna wafanyabiashara ambao wanaingiza dawa bila kuwa na vibali nchini, kitu ambacho kinapelekea usumbufu kwa jinsi moja au nyingine. Kwa sababu gani? Kwanza, mizigo yao itazuiliwa katika vituo vya forodha, hivyo inawapelekea wao pia kuinkaa more storage charges, gharama. Umeona, pamoja na kwamba watalazimika kufuatilia vibali, lakini tayari wamesha incur costs zile. Lakini pia wapo wafanyabiashara ambao bado sio waaminifu, wanaingiza dawa kwa vificho. Wataingiza kwenye mipaka ambao sio rasmi, lakini pia wataingiza hata wakati kwenye mizigo yao wakati wa kuingia ndani ya nchi. Hizo ndio changamoto ambazo tunakutana nazo. Sawa, umezungumzia issue ya kibali hapo. Sasa muombaji anatakiwa kufuata taratibu gani pale anapotaka kupata kibali cha kusafirisha bidhaa za dawa aidha nje ya nchi ama kutaka kuingiza nchini? Taratibu. Okay, asante mtangazaji. Nitaanza na wale ambao wanahitaji kuingiza dawa nchini. Kitu cha kwanza ni lazima aombe, atakuwa na account. Sasa hivi TMDA inafanya maombi yote kupitia mtandao online. Ndio. Na imefanya hivi ili kuweza kufikisha huduma kwa wananchi kwa haraka. Kwa maana hiyo sasa, kwa sababu itafanyika online, itamlazimu mfanyabiashara kuwa na account. Ataingia kwenye TMDA Trade Portal, atatengenezewa account yake, atapewa password au nywila yake pamoja na namba yake ya simu na kadhalika na kadhalika. Kwa hakisha jisajili, mfumo ule ni mwepesi. Unakupelekea sasa kuingiza taarifa zako pamoja na ombi lako, na itakulidi kuonyesha kwamba labda unatakiwa ni nyaraka zipi kwa uingize. Kwa mfano performa invoices hizi, dawa ambazo utaingiza nchini ni kiasi gani na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ina maana kwamba ni lazima apitie mchakato huu. Lakini hata wale wanaopeleka pia dawa nje ya nchi pia tunatoa export permits.
ambazo dawa hizi pia zinaruhusiwa kutoka kwetu kuonyesha kwamba zimetoka Tanzania kwenda nchi nyingine kutokana pia na matakwa ya nchi kule zinakokwenda. Ndio. Okay. Sasa hakika hii elimu ni kubwa sana Gloria. Nashukuru. Na inatakiwa kuendelea kutolewa katika jamii. Pengine kwa kumalizia, ni upi sasa wito wenu kama mamlaka kwa jamii kwa ujumla? Kwa kweli ni kiu ya TMDA kuona kwamba dawa zote au vifaa tiba vinavyoingizwa nchini kwa ajili ya wananchi wote wa Tanzania ni zile ambazo ni bora, salama na zenye ufanisi. Kwa hiyo labda niombe tu wananchi na tuseme kwamba jukumu la kiudhibiti ni letu sote. Basi tuwaombe wale waingizaji wa dawa na vifaa tiba nchini kwanza kabisa kutii matakwa ya sheria, lakini pia na wananchi na sisi wengine sasa pale ambapo tutabaini huko ukiukwaji wa sheria tusisahau kutoa taarifa katika mamlaka husika au hata katika vyombo vya sheria ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi. Lakini mwisho kabisa sisi wote tunatumia dawa. Na dawa inaweza ikaleta madhara yanayokubalika pia kisayansi. Basi pia tusisite kutoa taarifa pale ambapo tunapata madhara ambayo yanahusiana na dawa na vifaa tiba. Sawa. Ukiondoka bila kukuuliza hili swali kwa kweli sitojisikia vizuri. Karibu. Kuna ambao tayari mmewasitishia labda leseni zao au vibali vyao kwa kuingiza dawa bila kufuata taratibu au bila kufuata hivi vigezo ambavyo umetuambia? Asante mtangazaji. Swala la uingizaji inategemea. Kusitisha kibali ni hatua ya mwisho pale ambapo unaona mfanyabiashara kwa kweli ameshindikana, lakini pamoja na changamoto za kiukaguzi bado TMDA inajitahidi sana kufacilitate swala la biashara, lakini kwa kuzingatia kwamba bidhaa zile zinatakiwa ziwe ni bora, ni salama na zenye ufanisi. Kwa hiyo hatujafikia kuwafungia vibali, lakini tutachukua hatua stahiki kutokana na kosa ambalo litajitokeza labda wakati wa ukaguzi. Kwa mfano, mwingizaji atakapoingiza bidhaa ambazo tutajiridhisha kabisa kwamba zimekwisha muda wake wa matumizi, sheria kabisa kifungu namba 99 kinamtaka kuharibu bidhaa zile kwa gharama zake mwenyewe au kuzirudisha nje ya nchi pale aliko zitoa, au pale ambapo tutabaini kwamba taarifa zilizoko kwenye lebo pia hazijakidhi matakwa ya miongozo na sheria ambazo tunazo kwa ajili ya wale watumiaji. Vivyo hivyo pia tunamwelekeza aidha kuziharibu au kuzirudisha kule kwenye nchi ambao zilizotoka. Atakapoingiza pia dawa ambazo hazijasajiliwa nchini, kama zitakuwa zimetoka kwenye kiwanda ambacho tumekikagua, itamlazimu kufanya taratibu zote za kusajili dawa au kifaa tiba kile. Akiweza kukidhi matakwa ataruhusiwa kuuza au kusambaza bidhaa hizo. Lakini pia kama hazitakidhi matakwa, kwa sababu dawa hizo bado hazijasajiliwa au vifaa tiba havijasajiliwa, atalazimika pia aidha kuvirudisha kule vilikotoka au pia kuviteketeza kwa gharama zake mwenyewe.